Wahenga walinena mdomo uliponza kichwa. Maneno yaliyopo hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii hayatofautiani na yale ambayo walizungumza wale waliotazama kauli za msemaji wa Young Africans kuwa si salama sana kwa mkuu wa mkoa. Taarifa imetoka kwa RPC wa mkoa wa Tabora kwamba Ali Shabani Kamwe anashikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya mahojiano kwa kauli ambazo si rafiki kwa viongozi wa serikali. Nipo na Dula Heavyweight ambaye tulipata wasaa jana wa kuzungumzia Simba Sports kwa kipigo alichopokea, lakini kwenye hili analipi la kuzungumzia kauli hiyo ambayo imemweka ndani msemaji wa Young Africans. Hali yako iko vipi? Kwema, mambo anasemaje? Kwa vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Kumekucha sasa. Kabisa tunaendelea na heka za dunia yetu wenyewe ya wanasoka. Bwana, mitandao ipo tofauti sana. Na utofauti wake unakuja kama hivi. Lilikuwa swala la Simba Sports, upepo umebadilika ghafla, sasa ni swala la msemaji Ali Kamwe. Kwako pengine umelipokeaje na vile ambavyo minongono ilikuwepo kabla ya mechi ya Tabora kwa Young Africans? Of course mimi nimelipokea kama lilivyokuja. Sawa, mimi nimelipokea kama lilivyokuja kwa sababu miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakisema au wakitoa maoni yao kuhusiana na mwenendo wa Ali Kamwe kama msemaji wa taasisi kubwa ya Yanga na kujaribu mimi kama mdau, unajua mimi sina mandate ya kuweza kumpangia cha kufanya, lakini mimi kama mdau wa soka nina uwezo wa kuweza kumpa ushauri pale ambapo naona huyu anateleza. Sawa? Na before alishawahi kuingia kwenye skendo za yeye kutaka kufungiwa. Nafikiri unajua zilikuzuka hizo tetesi, lakini baadaye kwa sababu ilikuwa ni karibu na dabi, zile skendo zikawa imepoa, baadaye ikatokea sakata la dabi zimemalizika. Kwa hiyo ana hii tuseme kama ana hii record ya kuingia kwenye matatizo. Na mimi kwa upande wangu nimeona watu wanamdefend, wanasema kwamba unajua huyu mkuu wa mkoa manake Po Chacha mheshimiwa ameingia kwenye dunia ya soka, anatakiwa avue ule ukuu wa mkoa awe kama mshabiki au mtu wa kawaida wa soka, akabiliane na wanaita nini matani ya mpira na vitu kama hivyo. Watu wamekuja kwenye hiyo statement, lakini sasa sijaelewa wanaitoa hivyo kwa tuseme kwa engo gani, kwa sababu mimi mpaka nazungumza na wewe hapa sijakurupuka, umeelewa? Mimi bahati nzuri umekuja kwa mtu sahihi, kwa sababu interview zote mbili nimesikiliza. Interview moja ni ya mkuu wa mkoa ambaye basically sio interview bali ni alikuwa yupo kwenye sehemu ya hamasa akijaribu kuongea na kikosi chake ambacho tuseme ni Tabora United, ambacho yeye ni mlezi, kwa sababu kwanza yeye ndo mkuu wa mkoa wa Tabora na automatically anakuwa mlezi wa timu ya Tabora United vile vile. Alikuwa anajaribu kuwahamasisha, sawa alikuwa anajaribu kuwahamasisha, akawaambia kwamba hata ikitokea mmepenyezwa message vya muamala na nini, chukua lakini fanya kazi yako vizuri. Na hakutaja kwa moja kwamba labda ni kwa viongozi wa Yanga na muda mwingine kuna mashabiki wana pesa. Unakuta yeye anapambania timu yake kwa sababu ana uwezo wa kifedha, anaweza akawa na access ya kujaribu kuongea na wachezaji, akaweka mkono na vitu kama hivyo. Lakini akazungumzia lile sakata la sauti ambayo ilivuja baina ya, inasemekana ni moja kati ya tuseme ni watu ambao wanaunda ile kamati mbalimbali za klabu ya Yanga, inavyosemekana akijaribu kumtishia miongoni mwa wale wanakamati wa Tabora United kwamba wewe unaenda kwa mganga na vitu. Nafikiri umeisikia ile. Maana alikuwa akimtaka asiende kule anakokwenda. Of course wewe mkuu wa mkoa Po Chacha mheshimiwa huyu aliigusia pia hilo swala. Sawa? Sasa mimi nataka niende direct to the point kwamba kwa nini naamini kwamba Ali Kamwe alikosea. Sawa, kwa sababu mwisho wa siku kila mtu ana opinion yake. Wengi wameonekana kumdefend ni kwa sababu pia ni msemaji wa timu kubwa, lakini mind wangekuwa ni msemaji wa timu ya kawaida, labda Dodoma, KMC, Ken Goldi, Geita, sema timu yote ligi kuu, maana ni mpaka nataka kutaja timu ambazo hazipo. Umeelewa? Lakini tu angekuwa ni msemaji wa timu ya kawaida, kusingekuwa na hii defense ambayo ipo dhidi yake. Lakini mkuu wa mkoa yeye alikuwa anaongea na timu yake, sawa kwa hivyo Ali Kamwe yeye amekuja kumshambulia mkuu wa mkoa personally, yani yeye, na nishazungumza sana hili swala hata kwenye issue ya Manara, nafikiri unakumbuka kwamba wana hii utaratibu wa kumshambulia mtu. Mkuu wa mkoa anazungumza na timu yake,
Sawa? Hajawagusa. Na kama kuigusa Yanga, ameigusa Yanga kama taasisi, hajamgusa Ally Kamwe. Umeelewa? Katika ile interview niliangalia walipost Azam TV kwenye channel yao ya YouTube. Sawa? Ina dakika 6 kasoro, yani tuseme kama dakika 5 na sekunde 50 na kitu. Yule mkuu wa mkoa Paul Chacha mheshimiwa alikuja kumtaja Ally Kamwe dakika ya 5, sawa, sekunde ya 21 kati ya dakika 5 za interview ya sekunde 58. Maana interview ilikuwa na dakika 5 na sekunde 58. Mheshimiwa alimtaja Ally Kamwe dakika ya 5 na sekunde ya 21. Tena hakumtaja kwa baba, alisema tu nimeona msemaji wao yule, hakumtaja kwa jina, alisema tu msemaji wao ambao ndo Ally Kamwe. Sasa ameongea maneno fulani ya kukera, ya kero, lakini haina shida, sawa. Hakumshambulia, alisema tunaona aliongea maneno fulani ya kero na nini, lakini haina shida nye tupambane naye tu kesho ndani ya dakika 90. Na katika hoja ambayo Ally Kamwe pia alitoa, ambayo nimecheka, ambayo ilikaa kidharau, alisema kwamba yeye mkuu wa mkoa katika interview yake ile au katika yale mahojiano alisema kwamba anashangazwa kuona kwamba Ally Kamwe amepata mapokezi makubwa, wakati yeye pengine wakati anateuliwa hakupokelewa na watu wasofika hata 10. Hivi imagine unaongea maneno kama hayo wakati katika ile interview ukienda kureview, nimeiposti kwenye Instagram account yangu, nimeandika, nimeweka kile kipande cha mkuu wa mkoa alichokuwa anazungumza. Hakumtaja Ally Kamwe kama kapokelewa, alisema wapinzani wetu tunaocheza nao wamepokelewa na sijajua wamepokelewa na nani, afu akacheka akaendelea na maongezi mengine. Ally Kamwe sasa akachukua ile akajiveka yeye kwamba unaona wivu, akaanza kumwambia kwamba ona nionea wivu, mimi nimepokelewa. Alafu wakati mimi siku zote nasema huyu Ally Kamwe anazidi kukosea. Sasa hivi hawamuonyi. Sawa? Hawamuonyi tena kwamba kakosea, ndugu yangu fanya hichi na hichi, hawamuonyi. Wao wanachokifanya wanaanza kila anavokosea, hii mara 3 sasa na hesabu, wanakuja wanaanza kusema mkuu wa mkoa ndo kakosea, asingeingilia mpira. Yeye alikuwa anazungumza na timu yake, alikaa na Tabora United pamoja na wachezaji wa Tabora United, akawa anawapa hamasa, kazungumzia mpaka swala la milioni 50. Kwani Tabora hakuweka milioni 50 dhidi ya Simba? Si alisema mkuu wa mkoa kwamba mimi dhidi ya Simba niliweka ahadi ya milioni 50, ile milioni 50 ipo, najua Yanga watakuja na kiherehere. Hiyo ni tambo kuelekea mchezo. Kasema Yanga, hakusema Ally Kamwe, alisema Yanga watakuja na kiherehere. Ina maana Ally Kamwe kama alikuwa anataka kujibu hiyo hoja, alitakiwa attack Tabora United kama alivyofanya mkuu wa mkoa. Angesema vipi ili ikae sawa? Angesema kwamba sasa sisi Tabora wanatuona tumekuja na kiherehere, basi tutawaonyesha kiherehere chetu uwanjani, sio kumwattack. Usijui unanielewa? Yule ni mkuu wa mkoa, manake mwakilishi wa rais. Na polisi walomkamata Ally Kamwe yani wametekeleza majukumu yao ambayo wanatakiwa kutekeleza, kwa sababu mkuu wa mkoa ndio bosi, mwenyekiti wa ulinzi na usalama. Of course ndio bosi wa polisi. Yani baake polisi wapo chini ya mkuu wa mkoa. Sasa watakubali vipi kuona bosi wao anadhalilishwa hadharani? Jeuri hii inatokea wapi? Inatokana na nini? Jeuri hii inatokana na ukubwa wa mamlaka ambayo Ally Kamwe amepewa kulingana na uwezo wake wa kifikra na jinsi ambavyo anatakiwa awe mwadilifu wa kusimamia taasisi. Kwa sababu unajua ukipewa taasisi kubwa uisimamie, alafu wewe uwezo wako kifikra ni mdogo, at the same time mamlaka hayo ni makubwa zaidi kwa upande wako, basi utaamini kwamba wewe uko juu ya kila mtu. Sawa? Yaani wewe utaamini upo juu ya kila mtu, ndio kitu ambacho kinatokea. Yaani Ally Kamwe yeye anaamini kwa sasa hivi yeye yuko juu ya kila mtu, kwa sababu mkuu wa mkoa ni mtu ambaye ni kiongozi mkubwa, of course anateuliwa na rais, na mind you mkuu wa mkoa ni mwakilishi wa rais kwenye mkoa husika. Sawa? Ndivyo. Kwa automatically anatakiwa apewe heshima kama ambavyo anapewa rais. Manake unavomshambulia yule au unavomdhalilisha, kwa sababu kuna maneno mengine of course alikuwa analenga uchochezi moja kwa moja baina yake na wananchi wake, kwa sababu huwezi ukamwambia ananionea wivu mimi kwa sababu yeye hajapokelewa na watu hata wasiozidi 10 toka ateuliwe. Sasa hilo si shambulio dhidi ya mkuu wa mkoa kwa wananchi wake. Sasa media zingejikita kumuelimisha huyu Ally Kamwe, nafikiri wangekuwa wanafanya jambo zuri zaidi kuliko kila anavokosea wawe wanamkingia kifua. Sasa atajirekebisha vipi? Yaani kila ambavyo anakosea inakuja statement kwamba bana wamekuja kwenye mpira, wamekuja hivi na hivi. Hakumwattack
Yani mimi narudia point yangu hivyo, nataka hapa yani hii eneo ndo usisitize bwana Jaffe kwamba Heavyweight, nilikuwa nimekuuliza swali la kumradhi kutokana na mitambo kutokuwa sawa, alikuwa limekamilika. Kuhusiana na Christina, msemaji wa Tabora kumtaka Ally Kamwe aombe msamaha. Ni kwamba aliliona hili swala kwa ukubwa wake, ila kutokana na matani ya kimpira akamfanya Ally Kamwe kuona kuwa yuko salama katika yale aliyokuwa anayazungumza. Lakini vipi katika makosa ambao ameendelea kuteleza kwa kuyafanya? Aliwahi kutoa kauli ya kati ya Mgunda na Ndazi bora Ndazi, lakini alitoka kuomba msamaha. Kwa nini hii aliona kwamba haipo haja ya yeye kuomba msamaha? Unajua yule msemaji wa Tabora Christina alikuwa anajaribu kumdirect Ally Kamwe katika njia ambayo ni sahihi. Sawa? Na ndio maana akajaribu kumwambia kwamba aombe msamaha, lakini kwa sababu ya kibri na kujikweza kwa Ally Kamwe akamdharau yule dada. Sawa? Akamdharau, akasema ni mchekeshaji, anamuona tu kama ametoa kauli za kichekeshaji. Kwa mantikio ni kama anamaanisha kwamba yule dada ni kituko au ni ameongea kauli ambazo ni za kituko, ndio maana akaamua kumfananisha yeye na wachekeshaji, sijui wacheka tu na vitu kama hivyo. Lakini yule dada alikuwa correct, alikuwa anajaribu kumuelewesha na kumwambia kwamba anachokifanya au alichokifanya hakikuwa jambo sahihi. Kwa hiyo Christina alikuwa correct. Sawa? Lakini ndio hivyo, unajua mimi naendelea kusisitiza kwamba the best way ya kumrekebisha mtu ni yani the best way ya kumnyoosha mtu unayempenda ni kumrekebisha pale anapokosea. Of course ukiwa unamkingia kifua, kwa sababu mara nyingi sana, umeelewa? Mara nyingi sana uaga tunashindwa kutofautisha kati ya utani wa mpira pamoja na kumchafua mtu. Kwa mfano kama hiyo issue ya kusema Juma Mgunda na Ndazi unachagua Ndazi, hiyo ni ilikuwa nje kabisa ya mpira. Manake sasa umetoka kwenye issue ya mpira umekuja kumwattack mtu yeye kama yeye, kwamba huyu unamfananisha na Ndazi, kitu ambacho hakikuwa correct, na aliomba msamaha, well and good. Lakini kwenye issue hii ya mkuu wa mkoa alikuwa ndo anaongelea mpira, kwa sababu alikuwa anaongea na timu yake kuhusiana na Yanga, na aliongea kwa ajili ya kuwapa motisha. Hatimaye wewe unaenda kumfananisha huyo mtu, unaanza kumwambia kwamba atachacha vitu amemwambia maneno ambayo sio mazuri. Utamwambiaje mkuu wa mkoa atachacha? Sasa sio maneno ya kiungwana, umeelewa? Na hata kama ametoka au atatoka, umeelewa? Ameshatoka na hata kama ameshatoka lakini still kama watu wanampenda, narudia hii kauli, sawa? Kama watu wanampenda na wanamtakia mema huyu Ally Kamwe, wawe wanamrekebisha anapokosea. Yani kuna mambo mengi sana hajawa matured kwenye kuendesha taasisi kama ile. Kwa hiyo watu ambao wana ubusara na uwezo wa kuona mambo wanabidi wamuelekeze huyu, wakae naye chini wamuelekeze. Nijibie maswali haya mawili. Nimeiona kauli, nimeisikia na kuona andiko sehemu kwamba viongozi wasijifiche katika kilemba cha chao walichonacho wanapoingia kwenye swala la mpira. Moja. Mbili, Young Africans katika eneo la uafisa habari ndio eneo ambalo linakumbana na changamoto nyingi zaidi. Sio kwa Ally Kamwe, hata kwa wale waliopita, Haji Sunday Manara, kina Jerry Mulo, washakutana na kashikashi nyingi sana kwenye eneo hilo. Kuna mahusiano gani baina ya makosa na eneo la usemaji la Young Africans? Nikianza na jambo la kwanza, sawa? Hilo andiko nimeliona. Na kwa sababu wametumia reference ya hili tukio kati ya Paul Chacha ambaye ni mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tabora pamoja na msemaji wa Yanga Ally Kamwe, kama wametumia reference hii, basi wamemkosea heshima pia hao waandishi na wachambuzi ambao wamemwattack mkuu wa mkoa kwa kigezo kwamba yeye ndo ameingia kwenye mpira. Wamemkosea huyu mkuu wa mkoa kwa sababu mimi huwa napenda kutoa sababu. Sisemi tu, lakini natoa sababu. Sababu ni kwamba ukisikiliza interview yote ya mkuu wa mkoa, hakuna sehemu ambayo amemshambulia Ally Kamwe. Hakuna. Interview yote nimeisikiliza mimi. Hakuna sehemu ambayo mkuu wa mkoa amemshambulia Ally Kamwe individual kama msemaji wa Yanga. Alikuwa anazungumzia timu yake kuipa motisha na akawazungumzia wapinzani ambao ni Yanga. Ally Kamwe asingeingia kwenye matatizo wala headline yoyote kama angezungumzia Tabora United as a team.
sio kuanza kumshambulia mkuu wa mkoa na kuongea maneno ya kejeli, ya kiburi na dharau. Sawa? Yanga ni timu kubwa, ni taasisi kubwa, lakini inapokuja swala la mamlaka ya nchi ni kitu kidogo tu Yanga. Sawa? Unatakiwa ukiwa ndani ya taasisi kubwa ya mpira yenye influence kama Yanga, unatakiwa uwe na heshima dhidi ya mamlaka, kwa sababu utakachokiongea chochote kina affect namba kubwa ya watu ambao wako nyuma yako na kusikiliza. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, waandishi pamoja na wachambuzi ambao wamemkingia kifua Ally Kamwe, mimi nashauri pia wangemuomba radhi. Sawa, mkuu wa mkoa, kwa sababu mkuu wa mkoa hakuwa na shida yoyote na Ally Kamwe. Labda maybe kwa sababu hawakufuatilia ile interview. Unajua muda mwingine mtu anatoa maoni bila kusikiliza. Msikilize mkuu wa mkoa kwenye interview yake yote, usisikilize kipande cha Instagram. Sikiliza 1 to 100, usisikilize kijipande kireel, tunaita reels au post ya Insta, usisikilize hiyo. Sikiliza kwa kina. Je, mkuu wa mkoa alimshambulia Ally Kamwe? Kama hajamshambulia Ally Kamwe, why Ally Kamwe amshambulie mkuu wa mkoa? Kwa nini? Yaani kwa nini usishambulie Tabora United? Kwani angeishambulia Tabora United kungekuwa na hizi kelele? Kwa hiyo hilo swali lako nafikiri la kwanza nimejibu. Lakini swali la pili, umesemea swala la wasemaji wa Yanga kufungiwa. Of course mimi sitaki kuhesabu. Wote wamefungiwa. Mimi nahesabu tu makosa. Wamekutana na hizi heka kama ambazo tunaziona kwa Ally Kamwe. Of course ndio maana najibu. Nasema mimi huko sitaki kujua kama wamefungiwa wengi, wamefungiwa mara ngapi, I don't care. Mimi ninachokitaka ni kwamba kama ikitokea wana deserve kufungiwa, wafungiwe. Kwa sababu sijajua nini hasa kinachopelekea wawe wasemaji wa Yanga tu ndio wawe wanafanya hayo makosa. Lakini nafikiri muda mwingine pia mara nyingi maji yanafuata mkondo Sio, unanielewa? Of course mara nyingi maji yanafuata mkondo, na unakuta mara nyingi timu zinakuwa zina characters. Unajua hata kwenye swala viongozi unakuta kuna aina fulani ya timu yenyewe toka miaka ya 80 viongozi wake wanakuwa na sifa fulani tu. Umenielewa? Unakuta kuna timu zingine yani toka miaka ya 80 wasemaji wake wanakuwa wana kiasi, yani wana sifa fulani tu. Unajua na ndio hapo utakapopata picha kwamba kumbe kuna vilabu ambavyo vinaendeshwa in a professional way hapa nchini. Na unakuta msemaji ambaye anaweza kwa mfano kama Manara alivyokuwa Simba hakuingia kwenye mizozano mingi sana na TFF kama ambavyo walivyoenda Yanga. Kwa hiyo sasa sijajua kuna uhusiano gani kati ya Yanga pamoja na bodi. Lakini sio tu labda wasemaji. Unajua hata design ya aina ya mashabiki ambao wako nao. Yani ni kwa asilimia kubwa ukiwaambia, yani wanaamini timu yao hautakiwi kuisema wala kuikosoa, hutakiwi. Yani ikitokea umeikosoa au umeisema, wewe sio mchambuzi, wewe shamba tu, wewe si hivi, wewe hivi, unajua zile. Na ukitokea hata kama hujahusisha timu yao, umezungumzia timu nyingine, wataamini kwamba wewe unawapiga vijungu, unawapiga vijembe. Kwa hiyo ndio hapo hivyo, yani ndio nature yao. Kwa hiyo uwezo ukawabadilisha. Matusi, tukana sana na nini. Nafikiri muda mwingine ni characters zao tu ambazo wapo hivyo. Yani utafanyaje sasa? Ndio hapo hivyo. Yani rai yako ni nini sasa kwenye ile ambalo limetokea, ameachiwa, wewe mdau wa soka? Mimi kama mdau wa soka namkubali Ally Kamwe na tuseme na muappreciate anachokifanya, kwa sababu namkubali na kumappreciate na mshauri ili asiingie kwenye matatizo. Sababu asiamini kwamba wale ambao wanamkingia kifua kwenye makosa ndo wanampenda. Hapana, wale wanaomkosoa na kumweka kwenye right direction ndo wanaompenda. Kwa hiyo mimi najaribu kumweka kwenye right direction. Naamini sauti yangu itafika kwake. Yaani hilo naamini 100% sauti yangu inafika kwake. Na mshauri tu. Sawa? Abadilike. Yanga ni of course unavokuwa Yanga imaanishi kwamba wewe ni mkubwa sana kwenye nchi, labda wewe ndo umemaliza, wewe ndo everything, prestige. Yule ni mtoto wa Kiislamu. Majivuri na majivuno anatakuwa viache, kwa sababu dini yetu sisi katika kitu ambacho inasisitiza na kukataza ni pamoja na majivuno. Umeelewa? Kuna baadhi ya majivuno aliandikwa kwenye Qur'an. Almalu walbanuna, watoto na mali ni vitu ambavyo ni mitihani ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka kwenye dunia. Lakini kuna majivuno. Na mara nyingi majivuno yanaletwa na mali, kwa sababu pale Yanga manake utakutana na maslahi mazuri, utapata engagement kubwa, utapata wafuasi ambao automatically watakuzalishia kitu chochote kwenye maendeleo ya kipato chako.
basi kuna mtengenezea majivuno, lakini anatakiwa awe kwenye right direction, ajione kwamba yeye ni mtu wa kawaida kama walivyo watu wengine, na nafasi ambayo yuko yeye, kumbuka kuna watu wameshawahi kuwa kwenye the same position, sasa hivi hawapo, yupo yeye. Kwa hiyo kama waliwahi kupita watu, automatically naye hatakuwa wa mwisho, atapita wengine. Kwa hiyo ningemshauri tu nafasi yake aliyokuwa nayo kwa sasa hivi simpe jeuri kiasi cha kuwatukana watu wakubwa ambao, kwa sababu ule unajua ule mheshimiwa mkuu wa mkoa Paul Chacha ni kwa mfano kama mimi yule naweza nikamwona kama baba yangu. Inawezekana asiwe na umri kama wa mzee Mubarak, lakini ana umri ambao unaweza ukawa at least baba yangu mdogo, lakini kwa umri wake yeye kama yeye kupata mtoto kama mimi au kuwa na mtoto mkubwa kama mimi pia anaweza. Kwa hiyo kwangu mimi namuona kama baba. Sasa Alikamwe asiwavunjie watu heshima. Achana na mambo ya cheo chake tu. Hata kwa umri, yule ni mtu mzima. Hutakiwi kuwa na maneno ya kibri. Unaanza unajua kuna kauli fulani alizungumza, mimi sijui nimetoa ng'ombe 20 kwa pesa zangu mimi, msemaji wa Yanga. What for? Yeye katoa hamasa kwa timu yake, kwa wachezaji wake, milioni 60 kidogo chake. Yeye katoa kwa wachezaji wake motisha. Wewe unakuja unaanza kumtambia mimi naweza sijui milioni 60 kitu gani? Mimi hawa ng'ombe sijui na nini naitumia tu hapa kulisha. Sio kauli nzuri. Sawa? Rai yako itakuwa imefika Dula Heavyweight. Kama ni sikio la kusikia litakuwa limesikia. Kama sio sikio la kusikia basi hilo ni la kufa, aliwezi likasikia dawa abadan aslan.